kwa dakika hizi chache, na natumai pia umeshuhudia na kuona. Tutakwenda kufanya mahojiano kwa dakika chache, na natumai kwamba utakwenda kubarikiwa sana. Mimi naitwa Enoch, ni makamera, niko na Enoch. Barikiwa. Pengine nikianza na mchungaji wetu ambaye pia ndio mkurugenzi wa idara hii uwezeshi. Kwanza mchungaji, barikiwa sana. Umechukulia umaarufu duniani kote. Nakumbuka ulikuwa Ipagala kama sijakosea sana. Yes. Kuna wakati ukiendesha somo, kuna kauli nzuri sana imesambaa duniani kote ya kwamba kama kijana hakikisha unakuwa na mchumba zaidi ya mmoja. Yes. Ilileta taswira nzuri kwa kama vijana, lakini wengine walitengeneza maswali. Sijui kama unaweza kuzungumzia kidogo kwa mtazamaji, pengine leo tumepata bahati ya kukutana nayo moja kwa moja. Sasa hiyo kwa sababu leo haikuwa kaa na familia, ndio, lakini wacha nizungumzie kidogo. Wengi wametafasiri kwa namna ambavyo wame-misunderstand. Kwamba nilisema kuna hatua 3 za uchumba, alafu hatua ya 4 ni ndoa tayari. Kwamba kuna ile unaanza kutafuta ni nani ambaye mtaoana naye. Haumwambii chochote, ila unaanza kujipa kuchagua. Unakwenda hapa pipeline, unaangalia kama una vijana wa kiume au wa kike. Kama ni wa kike unatafuta wa kiume, wa kiume wa kike. Unamwangalia, unaona yule kama ananifaa. Hujamwambia chochote. Unaendelea kumonitor. Kutoka hapo unaenda Mafinga, unaona mwingine, unaendelea kumonitor. Kwa hiyo hicho ndicho ninachokisema, usijilimit kwa mmoja. Yaani umekaona hapa pipeline na baki na hapo kuna kamonitor hapo. Kakikuangusha unakufa kwa pressure. Lakini akikuangusha wa hapa Mafinga pipeline, una wa Mafinga ulishawekeza. Nikushukuru sana kuangalia. Asante sana Papa. Tukienda kugusa moja kwa moja hususan kupitia tukio la siku hii ya leo. Pastor, kwanza tuwashukuru sana kama viongozi wetu kwa kuendelea kutoa uratibu katika idara hii. Pengine tulitamani kujua, na mtazamaji pia vile vile anatamani kujua, ni mbinu gani hasa inatumika kuweza kuwatambua wale watu wenye mahitaji maalum. Sambamba na hilo, tayari wamekwisha kupatikana, na kama kanisa limetumia kila jitihada kuhakikisha kwamba watu wenye mahitaji maalum wanapata huduma, chakula, mavazi na malazi. Vipi kuhusu swala la elimu na kuwatengenezea makazi pengine ya kudumu katika hali ya kuwasaidia? Okay. Kama jimbo kwa ujumla, nisizungumzie kwa upande wa kanisa Maria la Pipeline. Kama jimbo kwa ujumla, hii program ni pana sana. Na tunao watu wenye mahitaji maalum wa rika mbalimbali. Tuna vijana, tuna watoto, tuna watu wazima. Wale ambao wana uwezo wa kurudi shule, tuna program ya kuwarudisha shule. Na katika shule maalum kabisa, kama umri wako unatosha kurudi shule, tumeweka hiyo program chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu wa jimbo, Mchungaji Philbert Mwanga, ambaye hii idara iko damu wake kabisa. Hata ninavyozungumza analijua hiyo. Sasa amekubali kwamba kila tutakaowaona wenye umri wafaa kurudi shule watarudi. Lakini wale ambao wanasema hatuwezi kurudi shule kwenye formal education, tutawapa maarifa ya utaalamu. Tuna chuo kizuri pale Dodoma kinaitwa DAPS, Dodoma Adventist Polytechnic. Hawa wanapelekwa pale, wanajifunza ufundi seremala, wanajifunza kushona, ufundi umeme. Kwa hiyo hatuwahudumii tu kwa chakula, ila wale wanaowezekana tunawapeleka huko. Na kwa kadri Mungu anavyotujalia, tunataka tuanze kutoa elimu kwa washirika. Tunampata ambaye ana uwezo wa kufanya biashara. Mpe mtaji akachoma hata mahindi. Ana uwezo wa kukaa hapa akachoma mahindi, mpe mtaji. Kwa hiyo tuna kauli mbiu inayosema ni kuwawezesha. Sisi hatuwasaidii, tunawawezesha. Yes. Kama mkurugenzi mwingine unaweza kutoa tamko moja kwa moja kwa wachungaji wa mitaa kuhakikisha kwamba idara hii basi inakuhusu kwa namna moja ama nyingine, ikiwa kama ni swali la mwisho kwako. Jambo la kwanza niseme tusifanyie mzaha. Maana kama wengi wametumia kama chombo cha mzaha. Nasema wewe ni mwenye mahitaji maalum, wewe ni kweli ni mwenye mahitaji maalum, lakini sio sehemu ya mzaha. Wachungaji wayafundishe makanisa kwamba hii ni idara very serious. Lakini namba 2, tuwatambue hao watu wenye mahitaji maalum. Tuweke awareness. So unaona hata hapa tumegundua kama asilimia kubwa ni mahitaji maalum. Hii itatusaidia hata mume ajue kwamba kumbe anaishi na mke mwenye mahitaji maalum. Ana mikono yote, miguu yote, macho yote, lakini kumbe ni mlemavu. Mlemavu wa nini? Wa hisia. Ili siku akikupaparukia na message ujue tu ni mwenye mahitaji maalum. Lakini namba 3,
kama wachungaji isipite robo bila kufanya washa ya watu wenye mahitaji maalum kama hivi waliofanya. Waweke ushirikiano mkubwa. Hao waratibu wanaofanya kama kina dada Mara, tunaye hapa Mafinga, Iringa tunaye ndugu Rasaro kutoka Umbera, kule Kiteto tunaye ndugu Idama, pale Dodoma tunaye Madam Chelima. Wanafanya kazi kubwa wakishirikiana chini. Tuwape ushirikiano. Kuna wakati wanakuja kwenye mitaa yao, wanawanyima hata vipindi, wapeni vipindi. Maana nani ajuaye, huenda kwako ule mnyima kipindi, kesho apepo mtu kwenye mahitaji maalum. Tunakushukuru sana. Kwa baraka sana. Asante sana. Amazing sana. Tunakwenda sasa kufanya mahojiano kwa ufupi na mratibu wa idara hii wezeshi, na tuko na mama yetu Mara Ngulo. Kwanza hongera sana kwa kutekeleza majukumu kila siku. Asante. Yes, hongera sana. Ninaomba kufahamu ni mbinu gani au ni mkakati gani unatumika kuwatambua watu wenye mahitaji maalum, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha tunagusa kila mmoja ambaye amekutwa na changamoto hii? Njia ambayo tunatumia, kwanza kila kundi lina kiongozi ndani ya serikali. Viziwi wana viongozi wao, walemavu wana viongozi wao, albino. Kwa hiyo kupitia viongozi wao ndipo tunapowatambua hawa watu. Hongereni sana. Sasa pengine katika kanda yetu, jimbo kwa ujumla, tukianza na katika halmashauri ya mji wa Mafinga, lakini pia tukienda mpaka Mufindi, kanda ya Mafinga na Mufindi kwa ujumla wake, tuna wahitaji wangapi hasa? Kwa sasa takriban wanafika 1300 hivi. 1300. Niambie changamoto gani kubwa hasa ambayo unakutana nayo kuhakikisha kwamba wote wanafikiwa na wanapata huduma sawa? Changamoto tunazokutana nazo ni watu ambao wanakosa ajira. Hata unapowafikia kuwatia moyo, kuwatia nguvu, na wakati mwingine kuwakaribisha kanisani, na wakati mwingine tumeenda nao makambi, wanajitoa, wanabatizwa, lakini pindi wanaporudi, wakati mwingine walijishikiza kwenye vikazi vyao, labda vya kuosha magari, labda vya kufanya nini, wanaporudi wanakuta nafasi zao zimeshachukuliwa. Kwa hiyo changamoto kubwa tunayoipitia, unakuta wakisharudi sasa inakuwa rahisi kutokukubali tena wakati mwingine kuondoka naye labda kwenda makambi au kwa wanakuja katika ibada. Lakini sasa baada ya kukaa na uongozi wa jimbo tuna njozi kwamba kama Mungu atapenda tukapata kiwanja tuweke karakana. Tuweke karakana ambayo kwa mfano viziwi ambao tuliwaongoa wakati ule kwa sababu watu wa mahitaji maalum ni wamejifunza kushona cherehani. Kuna wengine walemavu wanashona viatu. Kwa hiyo tukiwa na karakana watapata ajira kupitia hiyo karakana. Kwa hiyo tunaalika kama makanisa tuweze kushikamana pindi tutakapokuwa kama mahitaji tukaona tubuni kitu, kwa sababu kanisa lina mambo mengi. Japo kuna changamoto ambazo zilikuwa zikiendelea, lakini tukaanzisha kwaya ya kanda ambayo tunategemea tufanye uzinduzi mwezi wa 5, ambapo targeti kubwa tupate fedha tuongeze na iliyopo jimboni tupate kiwanja then uanze ujenzi. Nakushukuru sana kwa sababu muunganisha na miongoni mwa njozi muhimu ambazo kama idara mmeona tukizifanya hizo basi naweza kuleta tija sana. Kwa kuzingatia sasa pengine ushirikiano wa moja kwa moja ambao unapata kupitia viongozi wa ngazi ya juu mpaka viongozi hawa ngazi ya chini na washiriki jumla yake kwa kanisani, ni neno gani unatamani kuambia? Kwanza nawashukuru viongozi, ni wanyenyekevu. Kwa kawaida nashindwa hata kusema, lakini kwa kweli wamekuja kwa kutumika, ni wainjilisti. Punde pale unapotoa mapendekezo, labda kama hizi sabato za wageni, wanainuka na kuja ili tusaidiane kuwezesha washiriki wapate kuijua idara vizuri. Na mwisho kabisa tumemwona Misaya amepata tukiwa cheti ikiwa ni sehemu ya kumshukuru na kutoa pongezi kwa kile ambacho alikuwa anakifanya. Kuna mwingine anakutazama na anatamani pengine naye apate nafasi kama hiyo ya kwenda
Kwa kweli nishukuru Mungu ameniinulia watu wengi. Abisai amekuwa ni mtu wa tofauti sana. Yaani hata kupigia simu usiku kuna tatizo. Kama mratibu napitia changamoto nyingi. Unakuta kuna makanisa mratibu anakupigia simu, mama kuna mgonjwa hivi na hivi na kabisa halina uwezo. Unaangalia nani nitampigia simu apate kunisaidia katika hili. Labda inatakiwa 30,000 au 20,000, lakini ukiwapigia simu baadhi ya wadau wanakuwa ni wepesi kusolve lile tatizo. Abisai amekuwa ni mwepesi sana. Hata kwa sababu ya leo ametugusa sana. Kwa kweli nasema Mungu awabariki na washiriki wengine wanaosikia na wale wanaotufuatilia. Naomba hebu tushikamane katika kulisukuma hili dumu. Tukushukuru sana. Neno la mwisho kabisa pekee. La mwisho kabisa. Neno la mwisho napenda kushukuru kanisa la Pipeline kuanzia washiriki hadi uongozi wa juu kwa kutupa ushirikiano kufanikisha tukio hili. Mungu awabariki sana. Tukushukuru sana mtazamaji, tumefika mwisho sasa wa mahojiano haya. Tukushukuru pia kwa kutenga muda na kuendelea kutufuatilia mpaka dakika hii. Mungu akubariki sana, tukutane siku nyingine.